Visiwani Zanzibar siku ya leo. Young Africans inakwenda katika hatua ya fainali na mchezo unamalizika akishinda bao moja. Ulikuwa ni mchezo wa aina gani ambao yaani mtu yote ambaye alikuwa anavutiwa kuangalia siku ya leo? Ulikuwa ni mchezo wa kuvutia na ulikuwa ni mchezo wa kukatana shoka, kwa sababu ya hizi timu zote mbili zipo kwenye intensity ya hali ya juu, ama zipo kwenye level ya hali ya juu ya kiushindani. Ukija kuangalia Singida Black Stars wanashiriki kombe la shirikisho barani Afrika, tena kwenye hatua ya makundi, lakini Young Africans pia wapo kwenye ligi ya mabingwa, nao wapo kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo ni mchezo ambao ulikuwa unakwenda kuzikutanisha timu ambazo zina hadhi ya kimataifa, kombe la shirikisho pamoja na ligi ya mabingwa. Lakini ukija pia kwenye michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara, ni miongoni mwa timu ambazo zinatajwa kuwa na uzani wa hali ya juu. Ukiondoa Simba, ukiondoa Azam FC, timu nyingine ambayo ina uzani wa hali ya juu ni Singida Black Stars, na ndio maana washangae kuona wakiwa kwenye kombe la shirikisho. Sasa huu mchezo ulikuwa una aksi kwamba unakwenda kukutanisha virabu ambavyo vina misuli mikubwa ya kiushindani katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, ingawa katika mchezo huu Young Africans alikuwa anaingia favorite zaidi ya Singida kwa sababu ya matokeo mazuri ambayo amekuwa akiyapata. Unazungumzia kabla ya mchezo wa leo, Singida Black Stars na Young Africans walikuwa wamekutana kwenye michezo 6. Katika michezo 6 hiyo ambayo walikuwa wamekutana hizi timu, Young Africans alikuwa ameshinda mara 4, lakini alikuwa amedraw mara 2. Lakini Singida Black Stars hajashinda mchezo mmoja, amepoteza mara 4 na amedraw mara 2 mbele ya Young Africans. Kwa hiyo unaweza kusema kwenye michezo ambayo alikuwa amekutana na Singida Black Stars, michezo miwili pekee Singida Black Stars ndo aliambulia kupata matokeo, tena matokeo yenyewe yalikuwa ni ya sare. Kwa hiyo unaona kwenye kiwango hapo Young Africans ndo alikuwa anapewa nafasi kubwa ya kuweza kupata matokeo, lakini kwa nature ya mashindano yalivyokuwa ya Mapinduzi, ulikuwa unaona guarantee ya yoyote kufika kwenye hatua ya fainali alikuwa nayo, kwa maana ya Young Africans pamoja na Singida Black Stars. Ukitazama kundi la Singida Black Stars lilokuwepo lilikuwa na timu ngumu kama URA, ambayo URA ukiangalia kwenye mashindano ya Mapinduzi sio timu ngeni, mara kadhaa imekuwa ikishiriki, kwenye miaka hivi karibuni ndio imekuwa ikikosekana, lakini kwenye soka la Uganda si haba, URA ni bingwa mara 3. Lakini pia kuna Mlandege, kama mnavyoona Mlandege kwenye msimu wa ligi uliomalizika hivi karibuni 24-25 hapa Zanzibar, alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na ilikuwa ni timu ambayo ina ubora mkubwa, ambao walikuwa ni mabingwa wa ligi kuu ya soka hapa visiwani Zanzibar. Lakini pia mabingwa tetezi. Yes, lakini pia ukija kuangalia Azam FC pia ni miongoni mwa timu pia ambayo imeonyesha ubora mkubwa kwa msimu uliopita, na hao wapo katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo alikuwa kwenye kundi gumu ambalo amefanikiwa kufanya vizuri na kuingia katika hatua ya nusu fainali. Kwa hiyo ukiangalia kwa muktadha huo, unaona kwamba Singida Black Stars walikuwa kunaenda kwenye mechi ya Young Africans wakiwa na performance nzuri kwenye mashindano ya Mapinduzi, ingawa rekodi zao zinaonyesha kwamba wakikutana na Young Africans wanakuwa hawana matokeo mazuri. Hiyo alikuwa haitoshi kumaanisha kwamba Singida hawezi kupata matokeo, lakini mchezo kiujumla, ukija kutazama kwa dakika zote 90, unaona ni timu ambazo zinacheza mfumo wa kufanana. Ukitazama wote wameingia na mfumo wa 4-4-2. Singida Black Stars 4-4-2, Young Africans 4-4-2, lakini ile 4-4-2 ilikuwa inabadilika kutokana na matumizi. Kwa mfano, Singida Black Stars ilikuwa inabadilika na kuwa 4-2-3-1, na maana juu walikuwa wanamwacha mshambuliaji mmoja ambaye ni Joseph Gede, na ndio maana ukiangalia mashambulizi mengi ya Singida Black Stars ambayo alikuwa anaelekea kwenye lango la Young Africans yalikuwa amemlenga mshambuliaji mmoja ambaye ni Joseph Gede, lakini nyuma walikuwa wanaacha viungo watatu, ambao viungo watatu nyuma yake tena kuwa kuna viungo wawili, lakini mwishoni kulikuwa kuna mabeki 4. Ukija pia kwa Young Africans, mfumo wa 4-4-2 wao uko na tofauti against na Singida. Namna ambavyo walikuwa wanacheza ilikuwa kama ni 4-3-3 compact zaidi, kwa maana mbele walikuwa wanasimamisha wachezaji watatu, na ndio maana kwenye eneo la katikati katika utatu wao ulikuwa unaona kuna Bala Conte, lakini kuna Damaro, lakini vile vile kuna Duke Abuya. Lakini muda mwingi pia huyu Bala Conte alikuwa anacheza zaidi kwenye eneo la nyuma, kwenye kugadi safu yake ya kiulinzi, kwa maana kwenda kutengeneza ukuta watu watatu, ili pale ambapo wanapokuwa wanashambuliwa kuwe na ugumu wa Singida kuweza kufungua safu ya ulinzi ya Young Africans, na of course walikwenda kufanikiwa. Ukiangalia mashambulizi mengi sana ambayo yamefanywa na Singida kwenye lango la Young Africans yalikuwa yanatokea kwenye upande wa kushoto ama kulia, sio katikati mwa uwanja. Lakini ukiangalia mashambulizi ya Young Africans kwenda kwenye lango la Singida Black Stars yalikuwa yanatokea kwenye eneo la katikati. The same pia katika goli ambalo wamelifunga Young Africans, pasi licha ya kwamba imeanzia juu kidogo ama pembeni kidogo mwa uwanja ambao alikuwa Duke Abuya, lakini pasi ya goli
imetoka kwa Damaro ambaye alikuwa karibu na katikati mwa uwanja, lakini imepita katikati ya center back wa Singida Black Stars, ambapo tunasema kwenye football ukitengeneza distance na space lazima uwe na akili mbili za kuzuia, kwa maana kuzuia mchezaji na mchezaji kwa maana ya man to man, lakini vile vile uweze kuzuia njia za mpira. Sasa Singida hawakuweza kuyafanya hayo matukio yote kwa pamoja, kwa maana ya man to man, kumaki mchezaji, lakini pia kumaki njia za mpira, njia ambazo kwenda kutengeneza kuwapa uhuru Young Africans kupita kwenye zile space ambazo ilikuwa ni rahisi kwenda kuzamisha mpira kambani, na Young Africans wana wachezaji kwenye eneo la juu ambao ni rahisi kuweza kupita kwenye zile space ambazo unaziacha. Kuna Maxim pia Nzengeli ambaye ndio ufungaji wa goli, lakini kuna Celestine Ekua ana uwezo wa kufanya hivyo, lakini kuna Edmund John anaweza kufanya hivyo, Pacome Zouzoua pia anaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo walikuwa wanajikuta sasa Singida Black Stars kwenye eneo la kiulinzi wanazidiwa na idadi ya wachezaji wa Young Africans ambao wanaweza kupita kwenye zile space, mwisho wa siku wametengeneza makosa na wamekwenda kuadhibiwa. Ukiangalia kwenye combination ya timu zote mbili, natamani uweze kuniambia wachezaji wanne ambao wanapatikana kwenye combination ya timu zote mbili ambao wamefanya vizuri kwenye mchezo wa leo. Cha kwanza nitaanza na Maxim pia Nzengeli mwenyewe kwa kwanza, lakini Morris Chuku licha kwamba amepata red card, lakini miongoni mwa wachezaji ambao wameperform vizuri, lakini pia Bala Kote leo amefanya kazi kubwa. Ni mchezaji ambaye alikuwa ana run katika maeneo mengi sana ya uwanja. Kuna muda ulikuwa unamuona kwenye fullback ya kulia, kuna muda unamuona katikati mwa uwanja, kuna muda unamuona kama center back. Kwa hiyo leo amefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo hawa mimi ni miongoni mwa wachezaji wangu watatu ambao wanne, umesema wanne bado mmoja. Yes, nitaondoka pia na Damaro. Muhammad. Hapa. Mtazamaji wa Beka Online TV, siku ya tarehe 9 mwezi wa kwanza 2026 ni siku muhimu kabisa ambayo pale visiwani Zanzibar mambo ilikuwa ni shamla kuelekea katika hatua ya kumtafuta mtu wa kwenda kucheza hatua ya fainali. Mchezo ambao umemalizika muda mfupi ambao umeisha ulikuwa ni Singida Black Stars ambao wamecheza na Young Africans, mabingwa wa pale Jangwani. Mchezo ukamalizika kwa Young Africans kwenda kwenye hatua ya fainali kwenda kumkabili Azam FC ambaye watakwenda kukutana pale visiwani Pemba, ambako kila mmoja anatakiwa kufanya maandalizi ya kwenda kuhakikisha kwamba anaenda kuandika historia mpya ya NMB Mapinduzi Cup 2026. Niko hapa na chambuzi lenye qualifications za FIFA Fadhili Malango kuhakikisha kwamba mambo yamekaa vizuri kabisa. Atupe takwimu, atupe maelezo, atupe vile ambavyo tutakuwa tunaenda kuviongea vidokezo mbalimbali vya mpira wa miguu ambavyo vimetokea hapa visiwani Zanzibar. Bwana Fadhili Malango, habari za wakati huu? Salama kabisa. Mambo ni aje? Mambo ni safi kabisa, budi. Naona umetoka kupiga zako bata sasa hivi. Mambo ni mazuri, weekend imekaa vizuri. Weekend ndio imeanza hivyo, au sio? Sasa moja kati ya vitu ambavyo nilikuwa natamani kuvifahamu kutoka kwako, kwanza umezisikia taarifa za hivi karibuni hapa kuhusiana na usajili siku hizi 2-3? Nimezipata. Mimi si mdau wa soka. Umezipata penyenye? Lazima nizipate kwa undani zaidi. Na nasikia moja kati ya taarifa bwana mpaka mwenyewe ameamua kuvuka na kwenda mpaka kule kuhakikisha kwamba anakamilisha deal. Yes, of course nimeona, lakini pia ni uthibitisho rasmi kwa sababu kupitia kwenye ukurasa rasmi wa klabu ya Young Africans wamekwenda kudhibitisha hilo kwamba rais wa klabu hiyo Engineer Harris amekwenda kukutana na uongozi wa klabu ya Vipers kupitia kwa rais wao Lawrence, ambao pia wamekwenda kuzungumza mawili kadhaa, lakini pia kwenye maongezi mawili matatu ya eneo la administration baina ya timu zote hizo mbili kulikuwa pia kuna dili la mchezaji wa Vipers namzungumzia Alan Okello ambaye amekuwa akifanya vizuri kwenye ligi ya Uganda akiwa na Vipers, lakini pia kwenye michuano ya CHAN ambayo imemalizika hivi karibuni ambayo ilifanyika kwenye mataifa matatu, Tanzania, Kenya pamoja na Uganda, pia alikuwa kwenye kiwango bora, lakini pia kwenye michuano ya AFCON alionyesha kuwa miongoni mwa wachezaji vijana ambao wanafanya vizuri sana kwenye soka la Uganda, na Alan Okello pia anahusishwa kujiunga na Young Africans. Kwa hiyo moja ya safari kubwa ya rais wa Young Africans Engineer Harris ilikuwa ni kukutana sasa na uongozi wa Vipers kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kumpata huyu mchezaji. Tuanzie hapo kwa Alan Okello. Alan Okello ni mchezaji ambaye tumeangalia kwenye michuano ya AFCON, kuna vitu ambavyo tumeviona kutoka kwake, na kocha Pedro Goncalves anaonekana ni kocha ambaye anaamini sana uwepo wa vijana kwenye timu yake, damu changa, yaani mtu ambaye wamekuwa wanachangamka sana. Tamani nifahamu Alan Okello
kuna kitu cha ziada ambacho unakiona anaweza kwenda kukiongeza kwenye klabu ya Young Africans kilipungua? Yes, of course, kwa umri wake anaweza kwenda kuongeza kitu. Unajua Alan Okello ukimtazama kwenye umri wa kifootball sio mchezaji mkubwa sana na wala sio mchezaji mdogo sana, kwa sababu age yake ni miaka 25. Ina maana ni mchezaji ambaye kwenye soka yupo matured kabisa, anaweza kuwa msaada kwenye timu ya taifa na kwenye vilabu mbalimbali, na ndio maana ukienda kwenye klabu ya Vipers ni miongoni mwa wachezaji ambao ni muhimu kwa maana first 11, lakini ukija pia kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Uganda pia amekuwa ni miongoni mwa wachezaji first 11, na kama nilivyokuambia kwenye mashindano ya CHAN ambayo yamemalizika hivi karibuni kwenye kikosi cha Uganda alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walifanya vizuri kweli kweli, na kwenye AFCON licha ya muda mchache wa timu ya taifa ya Uganda kwenye kuparticipate kwenye AFCON, lakini pia ameonekana ni mchezaji muhimu. Na kwa Young Africans ukitazama kwenye eneo la kiungo namba 10 bado wanahitaji mchezaji aina ya Alan Okello. Ukitazama Alan Okello ni mchezaji ambaye unaweza ukamtumia kwenye maeneo mengi ya uwanja. Unaweza ukamtumia kama winga 11, unaweza kumtumia kama winga namba 7, unaweza ukamtumia pia kama namba 10, ambayo ni eneo ambalo amekuwa akicheza kwa usahihi zaidi. Sasa ukija kutazama kwa kikosi Young Africans kwa sasa hivi kilivyo, toka ameondoka Stefan Aziki pamoja na Chama, hakuna namba 10 mwenye ubunifu ama mwenye ubora wa aina hiyo kwenye kutengeneza nafasi pamoja na kufunga. Dumbi ambaye ameingia kwenye dirisha kubwa bado akidhi vigezo, nafikiri wote ubora wake tumeona. Huwezi kumkompea na Chama ama kumkompea na Stefan Aziki ambao walikuwepo. Kwa hiyo kwa mahitaji ya kikosi cha Young Africans na namna ambavyo takwimu za Alan Okello na kiwango chake ambacho amekionyesha toka msimu uliopita na msimu huu, unaona kabisa Young Africans wanahitaji mchezaji wa aina ile. Mchezaji Aurio Depo ni miongoni mwa wachezaji ambao wamesajiliwa na klabu ya Young Africans, na muda wote kuanzia sasa anaweza akatambulishwa kwenye kikosi cha Young Africans. Ukiangalia namba, eneo ambalo anacheza, Young Africans wana shida ya kupata goalgetter, lakini ukiangalia kile ambacho amekifanya Depo kwenye michezo ambayo ametoka kwenye timu ambayo ametoka, utaangalia kwamba amefunga goli moja na ameassist moja. Sasa Young Africans wanakwenda kunufaika na kipi kutoka kwa Depo, kwa sababu huko alipotoka inaonyesha kwamba eneo la wanaocheza ni la striker, na striker mara nyingi ni kutia tu mpira kwenye nyavu. Sasa ukiangalia namba zake na eneo analocheza ni vitu viwili tofauti. Sasa Young Africans watakwenda kunufaika vipi na huyu Depo ambaye anaonekana bado kwenye namba hali yake ni zofu hali? Cha kwanza Young Africans wanatafuta mshambuliaji wa kusaidiana na Prince Dube. Ukitazama kwenye kikosi cha Young Africans, first priority ipo kwa Prince Dube, kwa maana ni mchezaji ambaye anapewa nafasi kubwa ya kuanza. Kwa hiyo kwa mchezaji mwingine ambaye analetwa kwenye kikosi cha Young Africans lazima awe na ubora kupita Prince Dube. Of course wamekuja washambuliaji wengi sana kwenye eneo la juu, lakini wameweza kufeli. Andy Boyeli amekuja kwa msimu huu, lakini ameshindwa kuonyesha kiwango kikubwa mbele ya Prince Dube, na ikaonekana Prince Dube ni bora kuliko Andy Boyeli. Kwa hiyo Young Africans wameingia sokoni kumtafuta Depo kwa sababu wanahitaji striker mwingine wa kwenda kusaidiana na Prince Dube. Umewahi kujiuliza leo kwamba Prince Dube ikitokea amekosekana kwenye eneo la kiwanja, kuna mshambuliaji gani mwingine ambaye anaweza akaenda kurecover nafasi yake? Bila shaka hakuna. Kwa hiyo kunahitajika mshambuliaji mwingine mwenye ubora ambaye anaweza kusaidiana na Prince Dube katika eneo la mwisho. Of course tunaweza tukaangazia kwenye takwimu za Depo, sio nzuri sana, lakini ukiangalia katika michezo ambayo amecheza sio mchezaji ambaye amepata nafasi kubwa sana huko nje ya nchi ambako alipokuwa. Lakini ukija kwenye takwimu zake akiwa na vilabu kadha kwenye nchi yake ya Angola, akiwa na timu ya taifa ya Angola pia ameonekana kuwa na ubora na ana uzoefu mkubwa na soka la Afrika. Kwa hiyo kwenye ubora wake ule tunauamini ambao alikuwa nao kwenye timu ya taifa ya Angola ambao amekuwa akionyesha mara kadha, lakini vile vile kwenye soka la Angola ndicho kitu ambacho wamekwenda kukiangalia Young Africans, pengine anaweza akaja kuwasaidia. Hawajakwenda kuangalia takwimu zake alizokuwa nazo kwa msimu huu kwenye klabu anayocheza, bali wamekwenda kuangalia ubora wake kwenye timu ambayo aliwahi kuonyesha kwenye miaka ya nyuma. Hiyo ilikuwa ni